Mtazamaji mpendwa, kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja au mbili tu, uponyeze button ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Na shukuru kwa kufanya hivyo. Karibu katika habari ambazo zimetufikia, kwa sababu tulisema ya kwamba katika mtandao wetu wa Tanzania ITV tunafichua siri zile ambazo haziwezi kufichuliwa na vituo vingine. Kuna taarifa ambazo tumezipokea kwamba zinadai Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais, hali yake ya kiafya imedhoofika. Kulingana na mtandao wa Tanzania Leaks vile unatazama, wameandika ya kwamba wiki zilizopita tuliwaambia kuhusu hali ya Samia. Anaumwa ugonjwa ambao madaktari wake wanashindwa kutambua. Tatizo linaanza ikifika jioni. Anaongea vitu havieleweki. Anaweweseka kwa sasa. Kuna mashek toka Komoro na Timbutu wanamwangalia. Damu za Watanganyika zinamvuruga. Yaani wanajaribu kusema ya kwamba madaktari wa kimataifa wameagizwa kuokoa maisha ya Samia, hasa kutoka taifa lile la Komoro na Timbutu, kuhakikisha kwamba hali yake inaangaliliwa kwa undani. Kulingana na Tanzania Leaks, inadai Rais Samia anaumwa ugonjwa ambao haujulikani. Anajiongelesha ikifika jioni. Hayo ni madai kulingana na Tanzania Leaks. Sasa mara ya kwanza ikumbuke kwamba wakati Samia Suluhu Hassan hakuwa anaonekana sana, kwa sababu tarehe 2 mwezi huu wa 12 alikuwa katika mji wa Dar es Salaam wakati alikutana na wazee. Ni mara ya mwisho wakati huo alionekana na akapotea. Unajua, Waswahili walisema ya kwamba lisemwalo lipo kama halipo li njiani laja. Wakati watu wanaingia kwa mtandao wanasema Samia ni mgonjwa, huenda hali yake ya kiafya sio nzuri, baadaye akaonekana Dodoma wakati wa ibada ya mwenda zake mbunge Jenista Mhagama kanisani, akazungumza, lakini hakuenda kwa mazishi ya Jenista akule Ruvuma, na sababu haikutolewa kwa nini hakuenda mazishi. Tangu aonekane kwa ibada ya Jenista Mhagama, hajaonekana kwa sasa akionekana kwa watu kuzungumza na kusema hili na hili linaendelea kama rais. Na katika taifa lolote lazima rais anazungumza kila siku, kwa sababu lazima ile kazi ambayo amekabidhiwa awe anaifanya. Huenda ni kwa sababu hakukabidhiwa kazi, kwa sababu ni yeye mwenyewe alijikabidhi kazi yenye anashikilia katika ikulu, kwa sababu hakuchaguliwa kulingana na sheria. Wale ambao walikuwa viongozi maarufu katika mrengo upinzani hawakushiriki katika uchaguzi huo. Huenda kwa sababu yeye aliweza kujichagua, hana nafasi ya kuzungumzia Watanzania kwa ujumla. Sasa vile inadaiwa hali yake ya kiafya imedhoofika kufikia sasa, ndio maana hapati muda wa kuzungumza kwa Watanzania. Hii ni baada ya ofisa wa polisi kuripotiwa kuwa mwenda wazimu ama kushikwa na kichaa. Kuna mwanaharakati naye ameweza kuchapisha habari hizi. Huenda kuna maneno ambayo yameanza katika taifa la Tanzania kuonekana. Kuna mwanaharakati aliweza kusema ya kwamba anaitwa Hilda, akaandika katika mtandao wa kijamii, akasema taarifa kutoka Oysterbay polisi.
Akasema kuna ofisa wa jeshi la polisi anaitwa Hamza, anashikiliwa kituo cha polisi Oyster Bay tangu Novemba tarehe 6 kwa sababu amepata ugonjwa wa afya ya akili, kichaa, ambacho kimemfanya aanze kutoa siri zao kuhusu ukatili waliotufanyia Oktoba 29. Waliomuona wanasema Hamza amefungiwa kwenye chumba cha pekee chake na anaongea hofyo. Kila mara anarudia maneno yale yale anayoyasema: walinipa silaha nikaue watu kwenye maandamano, nimewaua watu wengi sana mpaka ndugu zangu. Matamshi hayo yanadaiwa kuzungumzwa na yule ambaye ni ofisa wa jeshi ambaye anadaiwa kuwa kichaa. Na wakati mwingine anapiga kelele za kuomba msaada kwa sauti kubwa. Anasema huyo ananifuata na panga, nisaidie, anataka kuniua, nisamehe, nimekosa, ni mabosi wangu walinitumia, sikufanya kwa hiari. Mabosi ni akina nani? Wale ambao walichangia ghasia, wale ambao walichangia maandamano kutanda Tanzania. Ndio hao sasa huenda damu zimeanza kuandama, ambao sasa tunafahamishwa ya kwamba wamelazwa na hali yao ya kiafya sio nzuri. Na wengine wanazungumza sana, hata unajiuliza ni viongozi wanaropokwa maneno ambayo ni mazito kama haya. Kwa hivyo katika taifa la Tanzania kuna shida kufikia sasa ambayo haijatatuliwa vile inastahili, na Watanzania wengi bado wanaendelea kusisitiza na kusema uchaguzi unastahili kurudiwa ili kuleta uwazi kwa viongozi, kuleta demokrasia kwa wananchi wote kwa ujumla katika taifa la Tanzania. Hali si hali nchini Tanzania. Kuna uhaba wa maji, jambo ambalo halijawahi shuhudiwa kwa muda sasa. Hali si hali kwa sababu waziri mkuu aliweza kutangaza kwamba wale ambao wako na chakula waiweke, wasije wakaitumia vibaya, kwa sababu kuna ukosefu wa mvua. Sio ukosefu wa mvua, ni ukosefu wa misaada kutoka mataifa mengine. Misaada ile ilikuwa inafadhili ununuzi wa chakula kutoka mataifa mbalimbali, lakini sasa hivi hamna hela nchini Tanzania. Hata tunapopeperusha matangazo haya kutoka Mbeya, tunasema ukweli ni kwamba kuna uhaba wa chakula umeanza kushuhudiwa. Na ikumbukwe kwamba Rais Samia aliweza kupitisha mswada wa kuhakikisha ya kwamba kuna ushuru mpya ambao utaanzishwa nchini Tanzania kuhakikisha ya kwamba hela zimepatikana kufanya maendeleo na kununua dawa za kudhibiti ugonjwa wa ukimwi. Kiwa ununua gari, lazima kuna kiwango fulani utakuwa unatozwa ushuru kuhakikisha ya kwamba hela zimepatikana baada ya misaada kusimamishwa kutoka mataifa ya Marekani. Kwa hivyo hali si hali, ila tu tunaomba Maulana aweze kutukumbuka wa Tanzania ili tuweze kupata chakula, tuweze kupata amani, tuweze kuendelea kuwa watulivu na Mungu atusamehe. Ndio maana wengi wa Tanzania tunazidi kumkumbuka mwenda zake hayati John Pombe Magufuli ambaye aliweza kututangulia mbele ya haki, kwa sababu sasa hivi angekuwa Tanzania ingekuwa tofauti. Picha ya Tanzania haingekuwa ile ambayo tunaiona sasa hivi. Tunamkumbuka hayati Magufuli. Siku moja alisimama akasema ya kwamba kama yeye rais anakubaliwa kisheria kuwaua watu ambao walikuwa wamepitishwa kwamba katika kesi aweze kuwaua, ama walikuwa wameambiwa
maisha yao lazima yakatishwe. Yeye akasema kama rais anawasameha, atawafunga milele, lakini hawezi kuwaua wale ambao waliweza kuamuliwa kotini kwamba wauawe. Ila tu akasema yule ambaye atanifuata baadaye ndiye anaweza kuwaua, na tumeshuhudia maandamano yameua watu wengi nchini Tanzania. Kwa hivyo Magufuli, matamshi ambayo alikuwa anayoyatumia yameanza kuonekana sasa hivi. Tunaomba Maulana aweze kutusamehea sisi wa Tanzania, hata tunajiuliza tuliweza kukosea wapi. Tukutane katika kanda ama video ambayo nitatengeneza baadaye, kwa sababu Tanzania ITV tunafichua siri zote kwa yale ambayo yanaendelea. Lakini bonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili wakati tunapoweka kanda utakuwa unataarifiwa kupitia mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kubonyeza alama ya like, na asanteni sana sana.